Mchungaji mstaafu wa kanisa Anglikana Angray Mashanda kutoka mkoa Kagera amesisitiza jamii kutoa ushirikiano ili kuhakikisha watoto wenye mahitaji wanapata mahitaji huduma muhimu za msingi. Mchungaji Mashanda ametoa wito huo wakati wa mahojiano maalum na Kalamu TV Online kuhusu malezi ya watoto wenye mahitaji maalum, huku akieleza mambo mbalimbali ambayo jamii inapaswa kuyafanya. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online. Natoa wito kwa wazazi na walezi, lakini pia jamii nzima kwa ujumla kwamba washiriki kamilifu katika kuhakikisha kwamba watoto wenye ulemavu sio wa akili tu, bali watu wote wenye ulemavu wanapata haki yao, kwa sababu nao wanastahili kupata matunzo yaliyo sahihi na serikali hasa kwa ujumla wake, kuhakikisha kwamba wana mainstream, wanaunganisha shughuli za watu wenye ulemavu kwenye mipango yake ya kimkakati. Siku ya leo tumekutana na wadau mbalimbali, na dhima kuu ya kikao cha leo ni kujadili strategic plan ya miaka 5 ijayo, tukimaanisha kuanzia mwaka 2026 mpaka mwaka 2030. Sibusiswa imeanza mwaka 2001, kwa hiyo tunatimiza almost miaka 25, na kutokana na experience tulioipata kwa miaka yote tumeona ni hatuna budi kuweza kuangalia ni namna gani tunaweza kuboresha huduma zetu, kuhakikisha kila mtoto mwenye disability katika jamii yetu hataachwa na kusaidiwa. Na utaona katika strategic plan yetu tumeweka hiyo ni kipaumbele chetu. Mpango mkakati huu sasa wa miaka 5 wamekuja na approach mpya, ambapo wanataka kuipeleka hii huduma kwenye jamii. Kwa watafanya hizi huduma za utengamao ndani ya jamii, kwa wakiwa na lengo kubwa la kutaka jamii ishiriki na imiliki huduma nzima za utengamao kwa watoto wenye ulemavu au mahitaji maalum. Na hiki ni kitu kikubwa sana, na kitu ambacho wadau wote tunakubaliana kwamba kwa kweli ushiriki wa jamii kwenye huduma za watoto wenye mahitaji maalum, watoto wenye ulemavu, umekuwa ni wa chini. Kwa swala pia la unyanyapaa bado liko juu, lakini pale ambapo jamii itashirikishwa katika kuhudumia watoto wenye ulemavu kwa namna yote hiyo, kwa hiyo hii kwa namna fulani inaendelea kujenga uelewa. Jamii inaanza kuwa huru kushirikiana na wazazi, kushirikiana na watoto na watoa huduma kwa watu na jamii zima watu wenye ulemavu. Pia tumepata nafasi ya bima ya afya kwa wote. Kwa sasa hivi mpango umekuwa mzuri na tunakwenda katika utambuzi. Halmashauri yetu imeshaanza kutambua watu wenye ulemavu tangu wiki iliyopita. Mimi nikiwa mmoja wao wadau ambao nimeshirikishwa kitengo cha bima, na wanakwenda kutambua watu wenye ulemavu kuanzia ngazi za kaya. Hii itatusaidia sasa kuimarika, kujua takwimu halisi ya watu wenye ulemavu na mahitaji yao kulingana na bima ya afya, kulingana na mambo ya masuala ya umiliki wa fedha, kulingana na masuala ya utegemezi, na kulingana na masuala ya kujitegemea sisi kama sisi. Na mambo yote ambayo yameelezwa mle ndani ni mazuri, ambayo yatatoa dira sasa kituo kufikia 2030 kitafikia katika hatua gani. Mpango mkakati umeelezea namna ya kuweza kuwashirikisha wazazi katika swala zima la kuwalea watoto wenye changamoto mbalimbali. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.